Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, ukweli umeweza kujulikana kutokana na kiini cha maandamano ambayo yameweza kushuhudiwa mapema mwezi huu wa 3. Mtazamaji wangu, uchunguzi wa ICC unazidi kufanyika nchini Tanzania, na ndipo ambapo maafisa wa polisi wameweza kuchangia pakubwa katika maandamano ya wanabodaboda. Ndipo ambapo tumekuwa tukishuhudia wanabodaboda wakizua vurugu baada ya pikipiki zao kukamatwa. Mtazamaji wangu, hii yote inayotokea imeweza kupangwa na maafisa wa polisi na ushirikiano wa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, kile kinachozidi kuzungumzwa ama siri ambayo imeweza kuvujishwa ni ya kwamba uchunguzi unazidi kufanyika nchini Tanzania. Uchunguzi huu unazidi kuongozwa na ICC kuhusiana na mauaji yaliyoweza kutokea Oktoba tarehe 29 mwaka 2025. Hivyo basi, kile ambacho uongozi ulioko madarakani ungependa kuweza kuonyesha wanaozidi kufanya uchunguzi nchini Tanzania ni ya kwamba wanabodaboda ndio wanaozidi kufanya maandamano ama kuwa wa kwanza kuanzisha maandamano, na ndipo ambapo maafisa wa polisi wanazidi kulazimika kutumia bunduki ili kujilinda. Na mtazamaji wangu, tukiweza kuzungumzia maandamano ya wanabodaboda ambayo tumeweza kuyashuhudia mapema mwezi huu wa 3, kumekuwa na mauaji ambayo yameweza kumkumba jamaa mmoja ambaye ni wa bodaboda kupitia kupigwa risasi. Hii hapa ni mbinu ambayo maafisa wa polisi wanazidi kuionyesha ili wanaozidi kuchunguza mauaji ya Oktoba 29 waweze kuona ya kwamba maafisa wa polisi hawakuweza kuhusika katika mauaji yale, na iwapo kuna mwandamanaji yoyote yule aliyeweza kuaga dunia kwa kupigwa risasi, basi atakuwa aliweza kuvunja sheria na kwenda kinyume na agizo lililokuwa likitolewa na maafisa wa polisi. Hivyo basi, mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026, kuna siri mpya ambayo imeweza kujulikana na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ya kwamba kuna wachunguzi ambao wameweza kutumwa kutoka katika taifa la Marekani. Uchunguzi huu uliweza kupangwa kufanyika chini ya maji, na ndipo ambapo kesi inayozidi kukabidhi viongozi walioko madarakani chini ya chama tawala cha CCM, mashtaka yataweza kufikishwa ICC na pia wao wataweza kuitwa ili evidence ambayo itakuwa imeweza kupatikana ama imekuwa collected katika kipindi hiki cha uchunguzi wa siri itaweza kuwasilishwa mbele ya viongozi hao walioko madarakani. Ila kutokana na intel ama uongozi ulioko serikalini umeweza kufahamu hilo, na ndipo ambapo wamekuwa wakiamuru maafisa wa polisi kujaribu kukamata wanabodaboda na hata kuwawekelelea makosa ili wanabodaboda waweze kufika mwisho na pia kufanya vurugu za maandamano. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, mapema wiki hii tumekuwa tukizungumzia jinsi gani ambavyo kumekuwa na maandamano mbaya kabisa. Katika maandamano haya tumeweza kushuhudia maneno ya Samia must go, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi walioko madarakani wameweza kusukuma wanabodaboda kufanya hivyo ili waonekane kuwa katika makosa. Na ndipo ambapo uchunguzi unaozidi kuendelea kufanyika kwa kiini cha mauaji yaliyokumba vijana Gen Z katika uchaguzi wa Oktoba 29 iweze kuonekana ya kwamba uongozi ulioko madarakani haukuweza kuwa na makosa makubwa, bali waliokuwa wakiandamana ndio waliokuwa na makosa makubwa. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli, ila sote tunafahamu kwamba hivi sasa baada ya kweli huu kujulikana, hakuna yoyote yule ambaye ameweza kusimama na uongozi ulioko madarakani, kwani mbaya kabisa
idadi kubwa ya familia zilizoweza kupoteza upendo wao katika maandamano yaliyoweza kupita hivi sasa wanazidi kutishia pakubwa ya kwamba wapo tayari kupatana na wale wanaozidi kufanya uchunguzi ili waweze kusimulia ni yapi yaliweza kuwakuta jamaa wao walioweza kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 29. Mtazamaji wangu, kwa kweli imeweza kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi ulioko madarakani, kwani ulikuwa ukiamini na kufahamu ya kwamba Watanzania hawataweza kufahamu kiini cha maandamano ya wanabodaboda, kwani iliweza kuwa ni jambo ambalo wengi hawakuweza kulitarajia, ila inasemekana ya kwamba uongozi ulioko madarakani ndio ambao umekuwa ukiamuru uongozi ama maafisa polisi kuingia mikoa mbalimbali kwa ajili ya kusababisha wanabodaboda kuwa na hasira na kuandamana. Na mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, kwani tumeshuhudia jinsi gani ambavyo wanabodaboda wengi wameweza kupoteza bodaboda zao baada ya kukamatwa na maafisa polisi, wengine kuziwasha moto bodaboda hizo za wanabodaboda, jambo ambalo linazidi kusababisha Jamhuri ya Tanzania kuwa katika hali tete, na pia uongozi ulioko madarakani kutoaminika na raia wao. Kama kweli uongozi ulioko madarakani utaweza kufahamu, uchunguzi unazidi kufanyika kuhusiana na mauaji yaliyoweza kutokea Oktoba 29, na utaweza kuamuru maafisa wa polisi badala ya maafisa wa polisi hao kushirikiana na wanaozidi kufanya uchunguzi iwapo wataweza kuhitaji usaidizi. Ila sote tunafahamu kwamba itaweza kuwa ni jambo gumu kwa kuhitaji usaidizi, ila maafisa wa polisi ni vyema kuimarishia ulinzi wanaozidi kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji yaliyoweza kufanyika Oktoba 29, bali maafisa wa polisi na uongozi ulioko madarakani unazidi kushirikiana kwa ajili ya kufanya wanabodaboda kuzua vurugu na maandamano, ili wanaozidi kuchukua habari na kuhusiana na kipi kiliweza kujiri wakati wa maandamano waweze kuona ya kwamba wanabodaboda ndio kiini kikubwa ambao waliweza kuchangia vifo vya idadi kubwa ya Gen Z. Hapa hivi mtazamaji wangu, kile ambacho uongozi ulioko madarakani umejaribu kufanya ni kuonyesha jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi wanazidi kukabiliana na wanabodaboda kwa uvunjaji wa sheria, ili uongozi ulioko madarakani usiweze kuonekana kuwa na makosa, bali wanabodaboda ndio walio na makosa. Ila baada ya hayo kufahamika, mtazamaji wangu, hivi sasa Watanzania wengi wameweza kubadilisha imani yao kwa uongozi ulioko madarakani na kuomba haki ziweze kupatikana kwa wale wote walioweza kupigwa risasi, kupata majeraha, na mbaya kabisa kwa wale walioweza kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 29 hadi mapema Novemba tarehe 3 mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kile ambacho kimeweza kufanywa na uongozi ulioko madarakani? Je, ni jambo sahihi ama sio sahihi? Maoni yangu, mimi naamini sio jambo sahihi, kwani wengi wangependa haki iweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuaga dunia na wale walioweza kupata jeraha ama majeraha katika maandamano ya Oktoba, na pia haki iweze kufanyika kwa familia ambazo zinazidi kulilia haki kwa jamaa wao walioweza kuaga dunia na kupata majeraha, wanaozidi kuamuru uongozi ulioko madarakani uchunguzi uweze kufanywa kwa wale wote waliokuwa wakitumia nguvu kupita kiasi, kupiga risasi waandamanaji na kusababisha vifo kwa waandamanaji. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, na ni vema iwapo utaweza kutuambia unakozidi kutizama video zetu uliko, na usisahau kulike, comment na kushare kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.